Halo, wana wa Afrika, Ubuntu, Bantu, Chionda wa Chionda, mwana wa Afrika. Kwa hiyo ndugu wana wa Afrika, leo sasa naenda na nasaba ya 6 baada ya nasaba ya 5 iliyoishia kwa nosi 2375 hadi 2345. Naenda kwenye nasaba ya 6. Nasaba ya 6 inasimamiwa na nani? Alikuwa Teti. Hii ndio nasaba ya 6. Teti alitawala 2345 hadi 2333. Mwanzilishi wa nasaba ya 6. Huyu ndio mwanzilishi wa koo ya 6 ya Kemet, the 6th dynasty. Mwanzilishi wa nasaba ya 6 aliendelea na mila na maandiko kifalume ndani ya pyramid text. Ndani ya pyramid wanaita the pyramid text, maandiko katika pyramid. Alijulikana kwa kuimarisha urasimu wa kifalume. Yaani yeye aliweka ufalume sana mbele. Wafalume walikuwa wanakula wanakuwa wa binafsi. Baada ya yeye, hii ni dynasty ngapi? Dynasty ya 6. Akatawala mtu anaitwa Usakare 2333 hadi 2332. Alitawala kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja tu bwana Usekele alitawala Kemet. Alitawala kwa mwaka mmoja Usakare. Kwa hiyo kwanza wana wa Afrika, naudi tena kwenu. Jina Usakare, kuna jina la mzungu anaitwa Usakare? Kuna mchina anaitwa Usakare? Sasa Usakare ndio mtawala wa dynasty ya 6, na akiwa mtawala wa pili baada ya ndugu yake Teti. Teti alichukua utawala. Teti alimwachia utawala Usakare. Utawala wa Usakare una utata, hakukubalika na vizazi vyote. Usakare hakukubalika, lakini alikuja Pepi wa kwanza anaitwa Merie 2332 hadi 2287 kabla ya kuzaliwa Kristo. KK. Hiyo ni KK, kabla ya kuzaliwa Kristo. Wakati huo wazungu wako mapangoni, wanakula chakula kibichi, wanalala chini, hawajui kujenga nyumba, wanaishi mapangoni. Angalia, himaya ya Roma imeanza kwenye miaka 88 BC. Ndio Waroma wakaanza kunyanyuka kupita kwa, wanatokea kwa nani? Wanatoka kwa Romanus na Romunus, watoto wa mchunga kondoo jangwani. Alafu wanasema wazungu wana elimu. Wazungu wameleta maendeleo. Maendeleo yote chini ya jua unayojua wewe: kushona nguo, kufua, kuoga, kupiga mswaki, kula, kujenga nyumba, kuwa na mke, kulea familia. Haya yote tulianzisha sisi. Teknolojia yote unaiona duniani, yote duniani, teknolojia ni mali ya mtu mweusi. Elimu yote unayojua wewe ni ya mtu mweusi. Sijui nikwambie nini wewe mtu mweusi. Taki kunielewa? Hii wanasema the white supremacy. Hapana. Tunasema huu ni utukufu wa mtu mweupe, the glory of the black power. Mwenye kubisha atafute meza ya duara, maana wabishi wale mlolishwa maneno ya Mwarabu mweupe na Mwarabu kutoka Ulaya, mzungu. Mimi nawasikitikia sana. Na mimi nashukuru ulimwengu kwa kunita katika wito huu wa kupambania kurudisha utukufu wa mtu mweusi. Watu wote mtajua mtu mweusi ni nani. Watu wote mtajua mtu mweusi ni nani, amefanya nini, kwa sababu siri ziko open. The secret now is naked. Siri ziko wazi.
Tunakwenda tunaambiwa Pepi wa kwanza alitawala 2332 hadi 2287. Farao hodari wa nasaba hii alitawala kwa muda mrefu, akaimarisha jeshi na biashara. Alijenga majumba na piramidi ya Saqqara. Wanne anaitwa Menlele Mtamalasifu wa kwanza. Anaitwa Menlele Nemtisemyafu wa kwanza 2287 hadi 2288 KK 78. Utawala wake mfupi, aliendeleza sera za baba yake Pepi. Pepi wa pili. Pepi wa pili anaitwa Pepi wa pili Neferkare 2278 hadi 2184. Kidume kimekaa madarakani mpaka kero. Pepi wa pili ametawala muda mrefu. Alitawala kwa muda mrefu sana, takribani miaka 94. Leo Mwafrika mtawala ametawala kwa Kemeti. Pepi wa pili Neferkare ametawala miaka 94. 94 years to the throne. Leo mnasema Queen of England ametawala miaka 70, ni longest ruling ever. No, sio kweli, sio kweli, ni changa la macho. Pepi wa tatu, Pepi wa pili Neferkare katawala miaka 90. Utawala mrefu zaidi uliowahi kurekodiwa duniani. Umesikia mwana wa Afrika? Utawala mrefu zaidi uliowahi kurekodiwa duniani. Hadi leo hii hakuna aliyotawala miaka 94 madarakani, ila alitawala Pepi wa pili Neferkare. Wakati wake mamlaka ya kifalme ilianza kudhoofika. Wakuu wa majimbo nomaki wakapata nguvu zaidi. Alijulikana pia kwa kuwa farao alipokea wageni kutoka nchi za mbali, Afrika, Punto na Asia. Huyu Neferkare Pepi, mtu mweusi, aliamua kuachia madaraka wasaidizi wake. Magavana walikuwa na sauti sana, na ndio maana aliishi miaka mingi, kwa sababu watu walikuwa wanamuona bwege. Una maana, unajua ukitawala bila mchumu, bila the iron fist, watu watakuwa wanakupotezea, kumbe wewe unafanya yako. Ameweka legacy ya kutawala miaka 94. Angekuwa mkali asingefikisha hata miaka 10, wangeshamuua. Mtawala wote anaolegeza kamba zake ataishi miaka mingi, kwa sababu wengi anawaachia wafanye yao. Na unaona hapa historia inasema kwa utawala wake watalii au emesari, mabalozi, wafanyabiashara walikuwa wengi wanaingia katika hekalu lake. Yaani tunaweza tukasema alikuwa mbinafsi kidogo, mwoga kidogo, mwelevu kidogo. Maana hivi vyote vilichangia kukaa kwake the longest ruling ruler on the planet Earth, or on this universe. That's true. Usiwe wa moto, usiwe wa baridi. Lakini wenyewe wanasema Mungu hapendi mtu wa baridi wala wa moto wala kuwa uvuguvugu. Unatakiwa uchague moja lilo la kweli. Baada ya bwana Pepi kufa, utawala wake ukachukua na Menlele Nemtasayefu wa pili. Takribani 2174 hadi 2181. Huyu jamaa alikaa miaka 3 tu. Huyu ni farao wa mwisho wa nasaba ya 6. Utawala wake mfupi uliishia mwisho wa dola kale na kuingia katika kipindi cha kwanza cha mpito, first intermediate period, wakati mfarakano na udhaifu wa kifalme unaanza. Nasaba ya 6 ilianza kwa nguvu chini ya Teti na Pepi, lakini ilimalizika kwa udhaifu mkubwa chini ya Pepi wa pili na mwanawe. Hali ilisababisha Misri kugawanyika na kuingia kipindi cha mpito, hali iliyosababisha Kemeti kuanguka. Ndugu wana wa Afrika, hii ni sauti ya simba
wa Afrika anayeunguruma katika msitu mkubwa. Otepu, wana wa Afrika, ubuntu, bantu. Wa Afrika ni watu sio manyani. Amen ra.